Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu pia kwa kunipa nafasi hii. Asante kwa mchungaji kwa kuniombea ili niweze kusimama mbele ya kanisa. Basi moja kwa moja, kwa sababu muda wetu umeendelea, tukaangalie maneno ya Mungu. Tutakwenda kusoma kitabu cha Waefeso sura ya 5. Efeso sura ya 5 na ule mstari wa 15. Amen. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mpaka mstari wa 16. Mkikomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Labda baada ya kusoma mistari hiyo niweze kuuliza swali kanisa, kwamba katika maisha yetu ni kitu gani cha thamani kwako? Yaani kitu cha thamani katika maisha yako ni kitu gani? Kama unajibu unaweza kunyoosha mkono. Kitu cha thamani katika maisha yako ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna mambo mbalimbali unaona ya thamani katika maisha yako, lakini kuna jambo la msingi na la muhimu kabisa, la thamani kabisa. Kuna mtu mmoja ambaye aliona kwamba katika maisha yake kuna kitu cha thamani kuliko kitu kingine. Ni kweli tumeokoka, tumempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu katika maisha yetu, lakini kuna jambo la thamani sana kulingana na mistari tuliyosoma. Na Biblia kama tulivyoisoma katika ule mstari wa 15 ile wa Efeso 5 inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Bwana Yesu asifiwe. Zamani hizi ni za nini? Za uovu. Kwa hiyo twende kwa hekima. Tukiufanya nini? Tukiukomboa wakati. Sasa kuna mtu mmoja naye akasema katika jambo la muhimu na la msingi katika maisha ni muda. Bwana Yesu asifiwe. Muda ni jambo la msingi la thamani sana. Muda ni wa thamani katika maisha yetu. Ndiyo maana tumeanza na kusoma huu mstari kama mstari wa muhimu katika maisha yetu. Muda ni jambo la msingi. Usipotenga muda, unaweza kuona maisha yanaendelea halafu wewe ufanyi jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utakuwa unahirisha, unasema ili jambo labda nitalifanya wakati fulani, siku inapita, nitafanya kesho na kesho. Yaani huingii katika kuthubutu kulifanya lile jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muda ni wa thamani. Ndiyo maana ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 12, msomaji kama unaweza kunisomea hapo. Amina. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu na mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Amina. Kwa hiyo hata shetani anajua kwamba muda ni wa thamani. Shetani anajua muda ni wa thamani. Ndio maana anasema kwamba ana wakati nini? Ana wakati mchache. Kwa hiyo anafanya kazi kwa bidii ili kuleta udanganyifu, kuwadanganya wengi, kwa sababu anaona kwamba muda ni wa nini? Ni wa thamani. Kwa hiyo na sisi watumishi wa Mungu katika maisha yetu lazima tuone kwamba muda ni wa thamani sana kuliko kitu kingine chochote. Tumeokolewa,
tunampenda Yesu, lakini tunautumiaje muda wa Mungu? Je, Mungu tunamweka katika umuhimu wa kwanza au Mungu wa mwisho? Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako Mungu ana nafasi gani? Kwa hiyo ni lazima tuukomboe wakati. Kukomboa wakati, unaweza kuandika kwamba kukomboa wakati maana yake ni kutumia muda ambao Mungu amekupa kwa hekima kufanya mambo yenye faida kwa maisha ya kiroho na ya kawaida. Muda haurudi tena. Hivyo Mkristo unapaswa kutumia vizuri kwa utukufu wa Mungu. Muda haurudi, muda unaendelea, si ndio? Kwa hiyo lazima kama tunatumia muda tuutumie vizuri. Ninamaanisha kwamba tuna mambo mbalimbali tunayofanya. Tuna maendeleo yetu, yani tuna shughuli zetu za kibinafsi, lakini pia Mungu anataka tuwe na muda na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tumpe muda wake pamoja na majukumu yetu yote tulio nayo, lakini Mungu tumpe nafasi tuwe na muda naye. Kwa hiyo ndio maana tunasema kukomboa wakati maana yake ni kutumia muda ambao Mungu ametupa kwa hekima. Hekima maana yake ni kufanya jambo fulani kwa wakati unaotakiwa, kufanya mambo yenye faida kwa maisha ya kiroho na ya kimwili, yani na ya kawaida. Muda haurudi nyuma. Kwa hiyo katika maisha yetu ni lazima tujali muda kuliko jambo jingine. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, yeye ni mtu wa Ulaya, lakini amepitia katika mafunzo ya jeshi. Alikuwa ni mzungu Mdanish mmoja. Nilimwambia kwa kweli wenzetu wazungu mmefaulu sana kwa habari ya muda. Mnajali sana muda. Unajua wenzetu weupe wanajali muda japokuwa hawajaokoka, lakini wanajali sana muda kuliko jambo jingine lolote. Akasema ni kweli. Sasa akatoa ushuhuda wake kwa sababu yeye alikuwa ni askari wa kule. Akasema ni kweli kwa sababu sisi hata watoto wetu tunapowafundisha ni lazima tuwafundishe juu ya muda. Ukipoteza muda inawezekana kuna jambo lingine linaweza kuharibika. Akatoa mfano juu ya kuna haya mabomu ambayo wanatega lakini wanaweka yana timing. Kwa hiyo ina maana kwamba anapoliwekea muda, yani muda fulani labda ilipuke baada ya robo saa au nusu saa na hivyo. Kwa hiyo atakavyoweka timing, ina maana kama utakawia bila kukimbia na ule muda unakuruhusu uendelee kukimbia ili inapolipuka wewe uwe mbali. Sasa kama unazubaazubaa unapoteza muda, maana yake hata maisha yako yanaweza kufanya nini? Yanaweza kuangamizwa. Kwa hiyo hii inataka ikuonyeshe kwamba muda ni wa nini? Ni wa thamani, tena ni wa muhimu katika maisha yetu. Kwa hiyo tunapoishi lazima tuangalie muda. Jambo la muda ni jambo la msingi katika maisha yetu. Tunaishi kwa kupoteza muda kwa sababu wakati mwingine tuna mambo ambayo tunaahirisha. Haya mambo ya kusema kwamba nitafanya kesho, nitafanya mwakani. Lakini wakati mwingine inawezekana hata mtaji unao, fedha unayo, lakini unasema nitafanya tu. Unaahirisha tu. Siku zinaendelea, baadaye unajikuta inakuja mambo mengine halafu hutimizi hata lile jambo ambalo umekusudia kulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muda ni wa thamani. Sasa hapo unaweza kugundua kwamba sasa kumbe muda tunaotumia ni lazima tuutumie vizuri. Tukitumia vibaya tunapoteza muda bila faida. Jambo jingine ni kwamba wakati pia ni zawadi. Wakati ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kila siku Mungu anatupa masaa 24 kwa ajili ya kuwajibika jinsi tutakavyotumia muda huo. Hebu tusome, msomaji wangu nisomee Zaburi ya 90 mstari wa 12. Basi tujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Amina. Kwa hiyo huyu mtunga Zaburi anasema Mungu atujulishe kuhesabu nini? Siku zetu. Maana kama huna hesabu ya kupiga
muda au siku ulizopewa, inawezekana ukaishi tu, lakini Mungu ametupa kipindi cha kuishi katika dunia hii, si ndio? Je, tunapoendelea kuishi unahesabu siku au kwa sababu naishi tu? Yaani huweki mipango yako mizuri kwamba mwaka huu mpaka mwakani nifanye nini, na kuanzia mwaka unaofuata nifanye nini. Usipoweka katika mipango, unaweza kujikuta kwamba unaishi lakini bila kupanga jambo lolote, na unajikuta kwamba hutatimiza kile ambacho umekipanga kwa sababu huna mipango. Unaishi mradi unaishi tu. Kwa hiyo hapa mtunga Zaburi anasema Mungu amjulishe nini? Siku zake. Siku zinavyoendelea unafanya nini? Unapanga nini juu ya familia pamoja na mambo ya kiroho? Au tunaishi tu mradi tunaendelea, tuko katika uso wa dunia, hata hatuweki mipango ya aina yoyote. Kwa hiyo muda ni jambo la msingi na ni jambo la thamani katika maisha yetu. Hebu tujiwekee mpango na ratiba nzuri ili tuutumie muda wetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hasa katika mambo ya kimungu. Kama mambo ya kimwili tunaweka mipango mizuri na tunafanikiwa, na Mungu anatarajia katika maisha yetu ya wokovu, basi tuweke mipango mizuri ili tuweze kufanikiwa katika mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tumefaulu sana katika mambo yetu ya kawaida, lakini hatujafaulu sana katika mambo ya kiroho. Tunaona kwamba muda wa Mungu ni kama muda wa ziada, lakini mambo ya kiroho ni mambo ya muhimu, si ndio? Katika maisha yetu ni mambo ya msingi sana kuliko jambo lolote lile. Kwa hiyo lazima tuweke mipango na tuweke muda kwa ajili ya Mungu. Jambo la pili, kukomboa wakati ni kumtanguliza Mungu na mambo ya kimungu. Kwa hiyo kukomboa wakati ni kumtanguliza Mungu. Je, Mungu tunamweka nafasi ya kwanza katika mambo yetu? Hapa katibu amejaribu kuzungumza juu ya lile kambi la wamama litakalofanyika mahali hapa, na ametoa mfano mzuri tu kwamba inawezekana kwamba nikafika hapa, lakini kusudi langu ni kama sehemu ya uchumi. Labda inawezekana niko nje na mafundisho yanapita hapa kanisani, mtumishi wa Mungu amesimama anafundisha, na mimi niko kwenye kambi lakini nina biashara fulani. Je, hapo nitajengwa kiroho? Na nitakuwa niko bize, si unafahamu tena? Nitakuwa niko bize na jambo lile nililonalo kwa sababu linaniingizia kipato, lakini nitapata hasara kwa mambo ya nani? Ya Mungu. Wenzangu wataendelea kujengwa kiroho, lakini mimi nitakuwa niko bize. Sisemi kwamba usilete, lakini siji kama utakupata nafasi au kutafuta mtu asimamie jambo hilo ili wewe uendelee kubaki hapa ili ulishwe kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kukomboa wakati. Tunautumiaje wakati tuliopewa na Mungu? Tusije tukaingia katika hasara. Kama Biblia inavyozungumza juu ya wale wanawali 10. Kuna wengine walikuwa na busara na wengine walikuwa wapumbavu. Waliutumiaje wakati walioupewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale wanawake, baadhi yao walitumia muda vizuri, lakini wale 5 wengine walitumia muda vibaya. Hata bwana harusi alipoingia katika harusi wakajikuta wameishiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Wameishiwa mafuta, hawana. Na wakati huo ni usiku. Wanaenda kununua wapi? Likawa jambo zito. Kwa hiyo ndivyo hivyo hata na mambo ya kimungu. Kama hatutakaa vizuri na Mungu na taa zetu zikawa na mafuta, sasa bwana harusi atakapokuja siku ile na hatujui ni saa ngapi, unaweza kujikuta kwamba watu wameishiwa mafuta. Sasa ukiishiwa mafuta manake taa yako haitawaka. Au kwa maana nyingine mafuta si tafsiri yake ni kama Roho Mtakatifu. Kama hatuna Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ndio mshenga, siku Yesu atakaporudi ndio atatunong'oneza kwamba Yesu anakuja. Yaani kila mtu atasema naye moyoni mwake, jiandae, Yesu atafanya nini? Anakuja. Kama sina mafuta, nitaendelea kuishi, kuendelea na mambo yangu ya uzalishaji mali. Halafu Yesu atakapokuja atalichukua kanisa, tunajikuta baadhi yetu labda tumeachwa. Hili ni jambo la kusikitisha. Ni jambo la kilio
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha yetu ni lazima tujue wakati tupo wakati gani. Je, Mungu ana nafasi katika mioyo yetu, au Mungu tumemtelekeza, tumemweka mbali, tuko busy na mambo ya maisha? Tunapozungumza mambo ya maisha, ina maana kwamba mambo haya, pamoja na kwamba tunaishi katika maisha ya kawaida ya uzalishaji, lakini Mungu kwanza. Ndiyo maana hapa kama mtu unaanzisha jambo lako la uzalishaji mali, watu nakuja kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji, kwamba mchungaji, ninataka kuanzisha kitu fulani, naomba uniombee, si ndio? Ili Mungu awepo katika jambo lile ambalo ninahitaji kulifanya. Hiyo ni mtu ambaye anagundua kwamba Yesu ni namba moja, lazima tumweke umuhimu, lazima tumtangulize awe mtu wa kwanza. Lakini sasa unapoendelea, unapofanikiwa, lazima ukumbuke kwamba nyuma yako kwamba kuna Mungu ambaye amenifanikisha mpaka maendeleo yangu yakawa yanakuwa. Sio tena ufike mahali umtelekeze Mungu, kwa sababu ndio anaotufanisha katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi, ni mambo ya muhimu. Muda, tusipoteze muda. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33. Mathayo 6:33. Amen. Neno la Mungu nasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amina. Mungu anachotaka katika maisha yetu, anataka tutafute kwanza nini? Ufalme wake, na hayo yote tutazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusianze kutafuta vitu, tutafute kwanza nini? Ufalme wake, halafu na mengine yote tutazidishiwa. Maana yake anataka tumweke Mungu kitu cha kwanza, tumpe umuhimu kwanza Mungu, kwa sababu vitu vyote tulivyo navyo ni Mungu ametufanikisha. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hivyo vyote tutazidishiwa. Kwa mfano kama Sulemani alipokuwa katika utawala wake, wakati wa kutawala, yeye alipomwomba Mungu alimwomba ampe nini? Hekima. Akasema, Mungu, ninahitaji unipe hekima, kwa sababu watu hawa ninaowatawala ni watu wengi, ni taifa kubwa. Kwa hiyo ili nipate kuingia na kufanya nini? Na kutoka mbele zako. Sasa hakutaka yani, angekuwa ni mtu amepewa kipaumbele aombe anachokitaka, sasa angesema, Mungu, nataka nipe utajiri, lakini akaomba kitu kingine tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa sababu alimtanguliza Mungu namba moja, ili amtangulie kwa kila jambo lolote atakalolifanya, akasema, sasa kwa sababu hujitakia utajiri, mimi nitakupa vyote, utakuwa mtu tajiri. Hakuna mtu atakayetokea kuwa tajiri kama wewe baada yako au kabla yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nini? Amemtanguliza Mungu na hakutaka kujilimbikizia mali. Akasema, mimi namtaka kwanza Mungu, kwa sababu vitu vyote tulivyo navyo vinatoka kwa Mungu. Watoto tulio nao wanatoka kwa nani? Kwa Mungu. Mali tulio nayo inatoka kwa Mungu. Kila kitu tulicho nacho kinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo ni Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni lazima tuzingatie muda na wakati. Amen. Kwa hiyo tunapomtanguliza Mungu mbele katika maisha yetu, tutatumia wakati wetu kwa kusudi sahihi. Tunapotanguliza Mungu mbele katika maisha yetu, tutatumia wakati wetu kwa kusudi sahihi, yani kwa kusudi la kimungu. Jambo jingine la muhimu, epuka matumizi mabaya ya wakati. Epuka matumizi mabaya ya wakati. Sisi kama watumishi wa Mungu mara nyingi tumetumia wakati mwingine vibaya, kwa maana kwamba tunaweza kutumia kwa mambo ya kwanza kusengenyana, kupeana hadithi
zisizo na faida katika maisha yetu, au wakati mwingine tunaweza kutumia mambo vibaya kama uvivu, si ndio? Na Biblia inasema mvivu hatafanikiwa. Kwa hiyo ni lazima tutumie muda wetu vizuri, na sio tupoteze muda kwa ajili ya kuanza kusemana. Unajua wakati mwingine mtu anakuwa hana kazi, labda wewe unafanya kazi na mtu mwingine hana kazi, anakuja hata katika shughuli zako anaanza kufanya nini? Anakupotezea muda katika tu maisha ya kawaida. Yaani kupoteza muda maana yake anaanza kuzungumza na wewe, wateja unavyokuja huwajali, wewe unaendelea kuleta umbea au mnaongea mambo yasiyo na faida. Kwanza unapoteza fedha, halafu mambo yale hayakupi faida katika maisha yako. Kwa hiyo unapoteza muda moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo epuka matumizi mabaya ya muda, kama kuzungumza tu mazungumzo yasiyo na faida, kuendelea kuwasema watu wengine vibaya. Unapoteza muda. Ungekuwa na wakati ule, labda unajisomea Biblia, ungeingiza vitu vinavyokusaidia katika maisha yako ya kiroho, lakini unaanza kupoteza muda. Na Mungu anapokuangalia anasema, huyu mwanangu hata Biblia hashiki, alafu anazungumza vitu visivyo na faida. Yaani pale anakuona kwamba unapoteza muda, huna muda tena na jambo la kimungu. Kwa hiyo epuka sana jambo hilo la kupoteza muda na masuala ya uvivu, kwa sababu uvivu unaleta umaskini. Labda kwa mfano kama nyumbani watoto wanatakiwa kuamka asubuhi wafanye majukumu fulani pale nyumbani, lakini wanaamka saa 4. Wewe unafikiri maisha yao ya baadaye yatakuwaje? Si watakuwa wavivu hao. Kwa hiyo utakuta kwamba hata katika kujiletea maendeleo, kwa sababu mtoto amezoea kuamka, muda umeendelea, hata uzalishaji hatazalisha kwa sababu amejengewa katika misingi mibovu. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuepuke na matumizi mabaya ya wakati au ya muda. Jambo jingine tunaweza kupoteza muda kwa sababu ya manunguniko. Na hili nilisemee, kwa mfano sasa kuna kambi hapa, inawezekana majukumu yatakapokuwa yanaendelea hapa kanisani ya kufanya pilika za hapa na pale kwa ajili ya kuwahudumia wageni waliokuja, na sisi huku tunahitaji kusikiliza semina, inawezekana akajitokeza manunguniko. Kwa jina la Yesu Kristo, manunguniko yasijitokeze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapo tutakuwa tunaanza kulaumiana. Yaani shetani anatutetea kisa fulani, tuendelee kuwa bize katika jambo hilo, alafu tumeacha huduma hizi ambazo zingeleta faida. Yaani baada ya kuendelea kupika au kufanya vitu vingine, tunaendelea kulaumiana kwamba kwa nini ukufanya hivi? Kwa nini ukufanya hivi? Lakini kwa sababu mambo kama haya huwa tunatakiwa tuyaombee ili Mungu afanye aendelee kutusaidia vitu vya manunguniko au mambo mengine yasijitokeze katika shughuli zetu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana kwa ajili ya swala la muda na mambo mengine ambayo tunaweza kutumia muda vibaya ni ugomvi. Watu wanaanza kugombana kutoka mtu mwingine. Yaani unajikuta tu unaanza kugombana, mnafokeana, mnashutumiana. Pale mnapoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anaanzisha jambo la namna hiyo, uone tu kwamba huyu kavamiwa, umuombee, lakini muendelee kufanya muendelee kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo jingine ambalo linaweza kutupotezea muda ni starehe zisizo na mipaka. Starehe zisizo na mipaka. Kwa mfano kwa kipindi hiki, nafikiri kuna kombe la dunia linaendelea, si ndio? Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba watu wanaamka usiku, saa 8 za usiku wanaangalia mpira, wanaangalia kombe la wachezaji wanapocheza huko katika nchi za wenzetu huko Marekani. Kwa hiyo mtu yuko tayari kukesha. Na wakati huo
siku kama leo natakiwa kuja ibadani. Kwa hiyo anajikuta kwamba amekesha, amechoka, anasema nitakwenda ibada ya pili, hata kama alikuwa na mpango wa kuja ibada ya kwanza. Unaona? Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanatupotezea muda. Tena tuko tayari kuamka usiku kwa ajili ya kuangalia mpira, lakini hauko tayari kuamka usiku kwa ajili ya kusoma nini? Biblia au kuomba. Hivi kweli ukijipima unaona uko sawa? Kuamka usiku hujawahi hata siku moja. Lakini kwenye mpira saa 6, saa 8, sijui mpaka saa ngapi uko tayari kabisa, unakesha kwenye skrini kwa kipindi chote. Hivyo Roho Mtakatifu anasemaje ndani? Kabisa kama uko rohoni utasema hapa, kwa nini kwenye mpira naamka usiku, kwenye maombi, kwenye kusoma neno inakuwa niko hoi? Haiwezekani. Tunatakiwa Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Tunapoona mambo haya sio ya kawaida. Kwa nini mambo ya dunia ninapata nguvu ya kuyafanya, lakini mambo ya kiroho ninakuwa niko chini, najisikia uvivu? Mkesha wenyewe kuja hapa ni kazi. Kwanza unaanza kuhesabu baridi. Jamani, tunapoangalia usiku hivi watu tunakuwa tumejifunika mablanketi, utakuta tu vijana wanaitana, wote wako hapo sebleni wanaangalia mpira. Kuna baridi hivi. Lakini kwenye mkesha ni kazi nzito, mambo hayawezekani. Kwa hiyo ujue kwamba hiyo ni vita. Kukomboa nini? Wakati. Tunautumiaje wakati tuliopewa na Mungu? Ipo siku Mungu atatudai. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatudai, atatuambia kwamba kweli ulikuwa na nafasi na ulikuwa na uwezo wa kuamka usiku, lakini katika mambo yangu sijawahi kukuona unafanya jambo la namna hii. Hivi huoni kwamba hiyo ni hukumu? Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atusaidie juu ya jambo hili. Hebu tuangalie kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 10. Wagalatia 6 mstari wa 10. Msomaji wangu kama umefika unaweza kusoma Wagalatia 6 mstari wa 10. Wagalatia 6 mstari wa 10. Amen. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Amen. Kwa kadiri tupatapo nafasi. Biblia inavyosema kwa kadiri tupatapo nafasi, maana yake hapo ni swala la nini? La muda. Bwana Yesu asifiwe. Tuwatendee wengine mambo mema. Bwana Yesu asifiwe. Kama hatuna muda, maana yake hatuwezi hata kuwapeleka watu wengine mbele za Mungu, kwa sababu hatuna muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muda ni kitu cha msingi katika maisha ya wokovu. Tutumie muda vizuri. Ndio maana huyu mtu aliona kwamba tendo la muda, kukomboa muda, kujali muda ni jambo la muhimu katika maisha yetu. Tusipoteze muda, hasa kwa masuala ya kimungu. Tuwe serious sana na nini? Na swala la muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia jambo jingine, kukomboa wakati ni kuishi kwa uangalifu, ukijua kwamba maisha ya duniani ni ya muda tu, ni ya muda mfupi. Kukomboa wakati ni kuishi kwa uangalifu, ukijua kwamba maisha ya duniani ni ya muda mfupi. Kwa hiyo maisha ya duniani ni ya muda mfupi. Sasa katika muda mfupi tuliopewa, miaka 70, 80, Mungu anataka kuona kwamba tunautumiaje. Tunaupoteza au tunautumia kwa ajili ya kumtumikia Mungu? Kwa hiyo Mungu atusaidie kwa ajili ya jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wetu nisomee katika kitabu cha Wakorinto sura ya 6 mstari wa 2. Barua ya pili ya Wakorinto 6 mstari wa 2. Wakorinto wa pili ile sura ya 6 mstari wa 2. Amen. Neno la Mungu linasema, kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Amina.
Na mara nyingi tunapowahubiria watu either kwenye mikutano au sehemu yote vile, Biblia haisemi kwamba mtu anapoamini kwamba nimuongoze sala ya toba mwezi ujao, si ndio? Unapomhubiria mtu anatakiwa kukata shauri dakika ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema wakati wa wokovu ni sasa. Unapomshuhudia mtu akaamua kuokoka na kumpa maisha Yesu, unamuongoza sala wakati ule ule, kwa sababu ukioka wakati mwingine huwezi kujua, kabla labda hujamuongoza sala ya toba Yesu anarudi. Ndio maana mtu anapofanya maamuzi ya kuokoka ni lazima akate shauri au amwamini Yesu wakati ule ule, saa ile ile. Kwa nini? Kwa sababu unaukomboa nini? Wakati. Kwa hiyo wakati uliokubalika ni huu sasa, sio baadaye, sio mwakani, sio mwezi ujao. Mungu anataka kile kitu ambacho anataka kusudia akifanye sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kwa ajili ya kukomboa nini? Wakati. Kwa hiyo kukomboa wakati ni jambo la msingi katika maisha yetu. Tusipoteze muda. Wakati mwingine Mungu anapotuangalia anaona watumishi wangu wote wanapoteza muda, wanaona hawana muda na mimi. Tunazungumza masuala ya kiroho, ila wana muda na mambo yao. Hatuna muda na neno la Mungu, tuna muda na mambo yetu. Hatuna muda na kuomba, tuna muda na mambo yetu. Sisemi kwamba mambo yako siyafanye, fanya, lakini mtangulize nani? Mungu kwa kila neno na kwa kila tendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika jambo hilo. Kwa hiyo Mkristo mwenye hekima hutambua kuwa muda ni mali na ni wa thamani. Kila siku nafasi ya kumtumikia Mungu ipo, ili umtumikie Mungu, ili uweze kukua kiroho na kutenda mema. Ukiukomboa wakati, utakuwa tayari kwa kazi ya Mungu na kwa ujio wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi. Ni lazima tuukomboe muda. Kwa nafasi uliopewa, Mungu ametupa tumtumikie nani? Yeye. Na pia tuwe tayari kwa kazi ya Mungu na kwa ajili ya ujio wa Kristo. Kwa sababu Mungu atakapokuja au Yesu atakapokuja kuchukua kanisa, hajasema kwamba tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani nitakuja. Hajaweka kalenda namna hiyo. Yeye anasema anakuja kama mwivi. Yeye anakuja wakati usipotarajia. Ghafla tu Yesu amesha kuja kulichukua kanisa. Kama ni hivyo, wewe utakuwa na nafasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo haya nikupe tu maswali matatu. Sitaki unijibu mimi, ila wewe na Mungu wako utampa jibu. Swali la kwanza, jiulize, ni mambo gani yanayonifanya nipoteze muda? Ni jambo gani linalokufanya wewe upoteze muda au mimi nipoteze muda? Wewe unajua. Sisemi kwamba nikuulize ili unipe jibu mimi, hapana. Jiulize wewe na Mungu wako. Jambo la pili, ninawezaje kutumia muda wangu vizuri zaidi kwa ajili ya Mungu? Ninawezaje kutumia muda wangu vizuri zaidi kwa ajili ya Mungu? Hilo ni swali lako na Mungu wako. Swali la tatu, ni hatua gani nitachukua kuanzia leo ili ni ukomboe wakati? Ni hatua gani nitakayochukua kuanzia leo ili ni ukomboe wakati? Hayo ni maswali muhimu ya kujiuliza kama kanisa. Mimi nijiulize, wewe ujiulize. Sisemi kwamba ninahitaji majibu, hapana. Ujiulize halafu mwambie Mungu, je, una nafasi? Mungu na mimi tuna nafasi gani katika kuukomboa wakati? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie.